Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sister Dr. Josephine Masawe, ni daktari bingwa wa watoto ambaye nimekuja kujumuika na jumuiya hii hapa kutoa huduma kwa wakazi wa eneo la Mbulu kwa huduma hii ya mama wakuu ambao wametuomba sisi tuje tuwawakilishe hapa tutoe huduma hii kwa wakazi wa maeneo haya. Mimi kama daktari wa watoto tulifika hapa hiyo tarehe 26, jana tarehe 27 tuliweza kuona watoto wengi sana. Watoto ambao tuliweza kuwaona, wengine walikuwa na changamoto zile za kuzaliwa tangu kuzaliwa, na wengine walikuwa tu ni haya magonjwa ya kawaida ambayo ni hizi common cold na pharyngitis, na pia wachache walikuwa na UTI. Wengine tuliwapata watoto ambao walikuwa na shida ya tangu kuzaliwa, waliozaliwa wakapata matatizo mara moja walipozaliwa, ambao tunaitaga ni uzazi pingamizi, ambao watoto hawa wanapokuwa wanakosa oksijeni kwa mara ile ya kwanza, ukuaji wao unakuwa ni wa matatizo makubwa. Kwa hiyo hawa watoto huwa ni wengi, tumewapata hapa kama watoto 6 hivi ambao walikuwa na condition hiyo ya cerebral palsy, ambao kwa ujumla inawaletea wale watoto wanakuwa na changamoto nyingi. Unakuta mtoto hakui kama inavyopaswa kukua kama hao wengine. Kwa hiyo unakuta mtoto ana tatizo la ukuaji, wengine hawajatembea wana miaka 7, wengine wanashindwa hawajaweza hata kuongea, wengine wametembea lakini wanakuwa na zile abnormal ya kutembea, yani mtoto badala ya kutembea straight anakuwa kama ana shida ya kutembea, kwa hiyo anatembea kwa matatizo. Wengine kabisa walikuwa na hali ngumu ya ambayo wengine walipata shida ya kushindwa kabisa kujimudu, na hivyo hata kula kwao kumekuwa na matatizo. Kwa hiyo wamepata tatizo la malnutrition. Kwa hiyo tulipata kama watoto wawili waliokuwa na severe malnutrition kwa sababu ya hiyo condition yao ya kuwa na hiyo cerebral palsy. Tulipata pia watoto waliokuwa na Down syndrome ambao pia walikuwa na shida ya moyo. Kwa hiyo wote hao watoto kama 5 hivi walikuwa na hiyo shida ya Down syndrome, tukawa tumewarifaa kwenda kwenye haya hospital kama Haydon, na wengine tuliwapa ushauri kuhusu kufuatilia zaidi, maana kuna 2 kati yao walikuwa wameshatibiwa hospitali kubwa KCMC. Kwa hiyo tuliwashauri kwamba warudi tena KCMC kwa ajili ya ufuatiliaji wa hali zao za afya. Na kwa leo pia tumeshapokea baadhi ya watoto ambao wengi wameenda kufanya vipimo, ndio tunawasubiria sasa tuwape majibu yao, alafu tuweze kuendelea tena na hao wengine ambao wamefika muda sio mrefu. Tunashukuru kwa wakazi wa maeneo ya hapa Mbulu kwa mwitikio wao mzuri kwa ajili ya kuja kupata huduma hii na kuweza kujua afya zao zinaendeleaje. Wamefanya mwitikio mkubwa ambao na sisi umetupa pia hamasa kwamba kweli kuna uhitaji wa kuwa na eneo kubwa pia zaidi hapa, kupiga tena kambi wakati mwingine kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa hapa. Asanteni sana na washukuru nyote. Nashukuru uongozi wa mama wakuu kwa kuona jambo hili na kulitilia mkazo na kuhakikisha kabisa sisi tumeweza kufika hapa na kutuwezesha kukaa hapa kwa siku hizi 2. Tunaamini kwamba jambo ambalo tumelifanya hapa litaacha alama katika eneo hili la Mbulu. Hivyo tunawasihi sana wananchi wa eneo la Mbulu, tunawasihi pia wamama wakuu waendelee kufikiria jambo hili tena kwa maeneo mengine, ili tuweze kuwafikia wananchi wengi zaidi, na kwa njia hiyo wengi waweze kumuona Kristo katika maisha ya masista na ya watawa walioko nchini Tanzania. Asanteni sana. Okay. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Philipo Simpa. Tuko hapa kituo cha dispensary ya masista
St. Mary's, ikiwa ni siku yetu ya pili katika kambi hii ya kutibu wagonjwa bure. Katika siku yetu hii ya leo nilifanikiwa kutoa elimu ya afya kwa wagonjwa wote waliofika katika kituo hiki. Elimu niliyotoa ilihusu saratani hasa ya mlango wa kizazi kwa kina mama na saratani ya matiti, na kwa wanaume nilitoa elimu inayohusu saratani ya tezi dume na pamoja na saratani ya koo la chakula na saratani ya mapafu. Mwitikio ni mkubwa sana katika kambi hii. Tunawashukuru wamama wakuu na hasa masista kwa kuorganize jambo hili kubwa ambayo inasaidia maisha ya Watanzania. Kiujumla wananchi wanafurahi sana na elimu hii iliwafaa na ilikuwa ni wakati mzuri kwao, na kwa idadi ambayo nimetolea elimu ambayo inaelekea watu 200 iliwagusa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa elimu hii ya leo ilionekana katika kambi yetu ili siku ya pili, inaonekana watu wengi huku wanahangaika kutafuta huduma hii, lakini ni changamoto kubwa kulingana na gharama na pamoja na upatikanaji wa madaktari pamoja na wahudumu wengine. Kiukubwa katika kitengo changu hiki ninachokihudumu katika kambi hiki, hasa kuchunguza saratani ya mlango wa kizazi, tuna wateja wengi. Kama siku ya pili tuna wateja, kwa jana tulifanikiwa kuwaona wamama 150 na walibahatika wengine kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi. Baadhi yao waligundulika kuwa na changamoto katika mlango wa kizazi, walifanikiwa kupata huduma ya awali na wengine walifanikiwa kuwaelekeza sehemu ambao wanaweza wakafanyiwa vipimo vingine ili kujua imefikia stage gani. Tunaendelea kutoa huduma hii ya kuchunguza saratani ya mlango wa kizazi katika kambi hii ikiwa siku yetu ya pili, na tunaona mwitikio ni mkubwa sana wa kina mama. Mpaka sasa hivi tumefikia takriban ya wagonjwa 200 katika kitengo hiki haswa kwenye saratani ya mlango wa kizazi. Tunaendelea kutoa huduma hii. Sisi kama wahudumu tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kututia nguvu na aendelee kutusaidia ili tuweze kutoa huduma hii, ikiwezekana iweze kuwasaidia wote wanaofika mahali hapa na waweze kufurahia huduma hii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, aendelee kutuongoza popote pale tutakapokuwa ili huduma hii iwafae wote watakaofika mahali hapa.